Jambo na habari za kushinda mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia mchana wa leo. Ripoti mpya ya kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa yaeleza kuwa juhudi za diplomasia kupitia makubaliano ya Washington na mchakato wa Doha bado hazijaleta mafanikio yaliyotarajiwa katika kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa M23 wanadaiwa kuimarisha vikosi na silaha katika njia nne muhimu zinazozunguka mji wa kimkakati wa Pinga, huku kukiwa na hofu ya kuandaliwa kwa mashambulizi mapya dhidi ya eneo hilo. Na katika wilaya Lubero, watoto watatu wa familia moja wamefariki dunia baada tunuru ya kuchomea matofali kuporomoka na kuangukia nyumba yao wakati wa mvua kubwa, huku mama yao akijeruhiwa vibaya. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana. Tuanze na habari za kidiplomasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa tathmini mpya kuhusu juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza mzozo wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa licha changamoto au makubaliano ya mazungumzo mbalimbali yaliyofanyika katika kipindi cha mwaka uliopita, hali ya usalama bado haijaimarika, huku mapigano yakiendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa rais wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, utekelezaji wa makubaliano ya Washington pamoja na mchakato wa mazungumzo wa Doha umekuwa kiwango cha chini. Wataalamu hao wanasema pia kuwa azimio la namba 2773 la Baraza la Usalama la mwaka 2025 ambalo lililenga kuchangia kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatekelezwa ipasavyo. Ripoti hiyo inaeleza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa mara kadhaa, yalivunjwa huku pande zinazohusika zikiendelea kukiuka ahadi zao na kuongeza mashambulizi ya kijeshi. Hali hiyo imefanya juhudi za upatanishi kushindwa kuleta matokeo yaliyotarajiwa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa pia wamebaini kuwa tangu mwezi wa kwanza mwaka 2026 mapigano yamechukua sura mpya kwa kuongezeka kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mashambulizi ya ndege hizo yanadaiwa kufanywa na waasi wa AFC M23 pamoja na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF, yalilenga uwanja wa ndege wa Bangboka ulioko Kisangani, ambao ni kituo muhimu cha shughuli za anga za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa upande mwingine, FARDC nayo ilitumia ndege hizo kushambulia maeneo ya waasi, viongozi wao, barabara za kimkakati na maeneo yanayohusishwa na shughuli haramu za kiuchumi katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mpango wa amani uliweka masharti kadhaa muhimu, ikiwemo kuheshimu mamlaka na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda kutoka maeneo yanayokubaliwa, juhudi za serikali ya Kongo kupambana na waasi wa FDLR, kupunguza matumizi ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama droni, pamoja na kuhakikisha raia wanalindwa bila ubaguzi. Mpango huo ulipanga kuondolewa kwa askari na vifaa vya kijeshi vya RDF na AFC M23 kutoka maeneo ya mapigano, huku Rwanda ikitakiwa kushinikiza AFC M23 kusitisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya FARDC. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, kipengele hicho kinaonyesha kuwa kulikuwa na uhusiano wa karibu wa kiutendaji kati ya Rwanda na AFC M23. Hata hivyo, ripoti hiyo inaeleza kuwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026 kulikuwa na harakati za kuondoa baadhi ya vikosi kutoka mstari mbele, lakini hatua hizo hazikufuata masharti yaliyokuwa yakikubaliwa. Badala yake, wataalamu wanasema vikosi hivyo vilisogezwa umbali wa takriban kilomita 15 hadi 12 pekee, na baadaye kuimarisha maeneo mengine ya kimkakati, hususan kwenye mimili wa Masisi na Walikale. Ripoti hiyo inaongeza kuwa hadi ilipoandaliwa, RDF na M23 bado vilikuwa vinadhibiti maeneo mengi yaliyopaswa kuachwa, huku mapigano makali yakiendelea katika maeneo ya Pinga na Walikale.
Pia hakuna ushahidi wa kuondolewa kwa vikosi vya RDF au AFC M23 katika Kivu Kusini, ambapo mapigano yaliendelea na taarifa zikieleza kuwa vikosi vipya pamoja na silaha za kisasa kutoka Rwanda vilifika mwezi wa Aprili, yani mwezi wa 4. Kwa upande mwingine, ripoti hiyo inaeleza kuwa jeshi la FARDC litangaza mwishoni mwa Machi mwaka 2026 kuwa limeanzisha operation dhidi ya waasi wa FDLR katika eneo la Pinga na Walikale. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema hadi walipokamilisha ripoti yao, operation hiyo haikuwa imeanza, huku FDLR ikiendelea kupigana dhidi ya M23 na RDF katika maeneo ya Masisi na Walikale. Wakati huo, suala la usalama mashariki mwa Kongo lilijadiliwa katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huko mjini New York, Marekani. Katika kikao hicho, mshauri mkuu wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika, Bassed Ferras Bulos, alisema kuwa baada ya mwaka mmoja tangu kusainiwa kwa makubaliano ya Washington, pande zote mbili, Kinshasa na Kigali, hazijatimiza kikamilifu ahadi walizozitoa. Kwa mujibu wa Bulos, Marekani sasa imezitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kuanza kutekeleza makubaliano hayo kwa vitendo badala ya kuendelea kutoa sababu za kuchelewesha utekelezaji wake. Alisitiza kuwa kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu kunategemea utekelezaji wa kweli wa ahadi zilizowekwa mezani. Tujielekeze katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku taarifa ikionyesha kuwa waasi wa M23 wanaendelea kuimarisha nguvu zao katika maeneo yanayozunguka mji wa mkakati wa Pinga ulioko katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani, siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026, waasi hao waliongeza idadi ya wapiganaji pamoja na silaha na risasi katika njia 4 tofauti zinazozunguka Pinga. Hatua hiyo imeibua hofu kuwa kundi hilo limeandaa mashambulizi mapya ya kuteka mji huo ambao limekuwa likiulenga kwa muda mrefu. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa vikosi vya ziada viliwasili katika mimili ya Malemo, Minjenje kwenye barabara ya Mpeti, Kalembe, mimili ya Rusamambo, Chanjikiro, mimili wa Bukumbirwa, Misambo, Maruho katika wilaya Walikale, pamoja na mimili ya Bulende, Bukonde uliopo katika wilaya jirani ambayo ni Masisi. Harakati hizo za kijeshi zimeongeza taharuki miongoni mwa wakazi na maeneo ya huku kukiwa na hofu ya kuibuka kwa mapigano makali endapo waasi wataanzisha mashambulizi dhidi ya mji wa Pinga. Mji huo unachukuliwa kuwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake katika usafiri na shughuli za kiusalama katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa kimila wa kundi la Kisimba wametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuongeza ulinzi katika maeneo yanayoelekea Pinga ili kuzuia kusonga mbele kwa waasi. Wamewahimiza wananchi kushirikiana kwa karibu na vikosi vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu mienendo yoyote inayotia shaka, wakiamini ushirikiano na wananchi unaweza kusaidia kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea. Licha ya tahadhari hiyo, taarifa zinaeleza kuwa kwa sasa mji wa Pinga bado unadhibitiwa na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali ya usalama ndani ya mji huo inaendelea kuwa tulivu chini ya uangalizi wa jeshi la serikali. Kuongezeka kwa harakati za waasi katika maeneo mbalimbali ya Walikale kunafuatia mabadiliko ya hivi karibuni ya kijeshi yanayoonekana katika sehemu kadhaa za Kivu Kaskazini, jambo linalozua hofu kwamba mapigano yanaweza kuongezeka ikiwa hatua za kuimarisha usalama hazitachukuliwa kwa wakati. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa AFC M23 kuhusu madai ya kuandaa mashambulizi dhidi ya Pinga. Wakati huo, mamlaka za serikali zinaendelea kufuatilia kwa karibu mienendo ya hali hiyo, huku wakazi wakihimizwa kuwa watulivu, waendelee kuwa waangalifu na kutafuta maelekezo kutoka kwa vyombo vya usalama. Tujielekeze moja kwa moja katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini, ambako watu wasiopungua 3 wamepoteza maisha kufuatia ajali mbaya iliyotokea katika eneo la Musimba wilayani Lubero mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia ya Musimba Kiambogo, tukio hilo limetokea majira saa 8 mchana Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026, wakati mvua kubwa ilipokuwa ikinyesha. Tunuru kubwa ya kuchomea matofali iliporomoka ghafla na kuangukia nyumba na familia moja katika kijiji cha
cha Vihagu ndani ya makazi ya Musimba uko katika wilaya ya Lubero. Taarifa zinaeleza kuwa watoto watatu wa kike kutoka familia moja walifariki dunia papo hapo baada ya kufukiwa na kifusi kilichotokana na kuporomoka kwa tunuru hilo. Watoto hao ni Raisa Kavira Kavundu mwenye umri wa mwaka mmoja, Solange Diela Kasoki mwenye umri wa miaka 5 na Gislene Kavugo Chongo mwenye umri wa miaka 2. Mama watoto hao Kasoki Chongo Abigaele naye alijeruhiwa vibaya katika miguu yake wakati wa tukio hilo. Kwa sasa wanaendelea kupatiwa matibabu katika kituo cha afya cha eneo hilo. Kwa mujibu wa viongozi wa mashirika ya kiraia, mama huyo ni mzazi wa watoto wawili kati ya watatu waliofariki, huku familia mzima ikiwa imeingia katika majonzi makubwa kutokana na msiba huo. Baada ya tukio hilo, miili ya watoto hao ilihamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali la Saint Raphael iliyopo Musimba ambako inasubiri taratibu za mazishi. Viongozi wa mashirika ya kiraia katika maeneo ya Musimba, Kiambogo na Bweteta wametoa salamu za pole kwa familia zilizopoteza watoto wao pamoja na wakazi wote wa jamii hiyo. Pia wametoa wito kwa mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha maporomoko chanzo cha kuporomoka kwa tunuru hilo na kuchukua hatua za kuzuia majanga kama hayo yasijirudie tena. Tukio hili limeibua maswali kuhusu usalama wa miundombinu ya kutengeneza matofali katika maeneo ya makazi, hasa wakati wa msimu wa mvua kubwa ambako udongo unalainika na kuongeza hatari ya kuporomoka kwa majengo na miundombinu mengine. Wananchi wa Musimba wanaendelea kuomboleza vifo vya watoto hao, huku wakitoa wito kwa mamlaka za eneo hilo kuimarisha hatua za usalama katika maeneo yanayozunguka shughuli za ujenzi na utengenezaji wa matofali ili kulinda maisha ya raia. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo waombolezaji wameanza kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika msikiti mkuu wa Mosalla mjini Tehran. Khamenei aliuawa mwanzoni mwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari. Mwili wa Khamenei utalazwa katika msikiti huo wa Mosalla kwa siku 3 ili umma utoe heshima zao za mwisho, pamoja na ndugu wa familia yake akiwemo binti yake na mke wa kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei. Siku kadhaa za ibada za mazishi na misafara barabarani zimepangwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Iran na Iraq, zikitamatishwa na mazishi yake katika mji wake wa nyumbani wa Mashhad Alhamisi ijayo. Wakuu kadhaa wa nchi na maafisa wa serikali kutoka zaidi ya nchi 100 akiwemo waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif wanatarajiwa kuhudhuria. Ali Khamenei alikuwa kiongozi aliyedumu kwa muda mrefu zaidi nchini Iran, akitawala kwa miaka 36 na miezi 6. Vijana wa Iran wengi hawajawahi kushuhudia maisha bila Khamenei kuwa madarakani. Wakati wake mamlakani uligubikwa na maandamano ya mara kwa mara nchi nzima. Maandamano ya hivi karibuni zaidi yakiwa Januari 2026 yaliyochochewa na kuporomoka kwa uchumi wa Iran. Aidha pia kulikuwa na msako mkali uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 6,000 kwa mujibu wa shirika moja la kutetea haki za kibinadamu Harana. Shirika hilo pia linachunguza vifo vingine zaidi ya 17,000. Mwanawe Mojtaba Khamenei alichukua mahali pake uongozini na bado hajaonekana hadharani tangu awe kiongozi mkuu. Mwandishi wa BBC Monitoring Nico Kelbakiani anaangazia ikiwa hali hiyo inaweza kubadilika. He was appointed several days after. Aliteuliwa siku chache baada ya baba yake kuuawa katika siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, lakini hajaonekana hadharani tangu wakati huo. Amekuwa akitoa taarifa kupitia maandishi tu na hakuja kuwa na sauti, video au picha yoyote kumhusu inayoweza kuthibitishwa tangu kuteuliwa kwake. Hata kabla ya uteuzi wake, alikuwa akifanya kazi katika ofisi ya baba yake, lakini majukumu yake halisi hayakujulikana. Inasemekana alijeruhiwa siku hiyo ya kwanza wakati wa shambulio kwenye makazi ya baba yake. Na bila shaka hilo labda ndilo swali kuu. Kwa hiyo tutaona ikiwa Mojtaba Khamenei ataonekana, lakini sherehe hizi zitadumu kwa wiki nzima. Na mamlaka za Iran pamoja na vyombo vya habari vimejikita zaidi katika kuonyesha hii kama ishara ya umma kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kiislamu, na wanasema wanatarajia takriban watu milioni 20 kuhudhuria sherehe hizi. These ceremonies.
Tuelekee barani Afrika sasa. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, ameiomba mahakama ya rufaa jijini Dar es Salaam iamuru mkurugenzi wa mashtaka DPP kumlipa fidia kutokana na usumbufu wa siku 139. Kesi yake ilisimama tangu mwezi Februari na Lissu anasema hiyo ni mbinu ya serikali ya kuchelewesha kesi ili aendelee kusota rumande kwa zaidi ya mwaka mmoja. Lissu anasema tayari ametimiza mwaka mmoja na miezi mitatu tangu akamatwe kwa tuhuma za uhaini. Wakati huo huo, mahakama ya rufani ilitarajiwa kutoa uamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili Lissu. Igan Sala alikuwa mahakamani na kututumia ripoti ifuatayo. Baada ya kusimama kwa siku 139, shauri linaendelea tena. Alipoingia mahakamani kama kawaida, alionekana mwenye hari, nguvu na mchangamfu. Baada ya majaji kuingia, malumbano ya kisheria ya mawakili wa serikali na Lissu yakashika hatamu. Waleta maombi wanadai mahakama kuu haikuwatendea haki kwa kutomsikiliza shahidi wao wa nyongeza, na kuwa mahakama kuu ilitoa maamuzi hayo bila kuzingatia vigezo vyote vitatu vya uhakiki wa mashahidi mahakamani. Kwa Lissu, yeye alikanusha na kusema waleta maombi walipewa muda na kuwa maombi hayo ni batili na yenye nia ya kupoteza muda ili aendelee kusalia rumande. Wakili wa Chadema anasema baada ya hatua hii ya leo, mahakama hiyo ya rufani itatoa maamuzi. Itatoa uamuzi wake, inataka nafasi kwanza kuweza kuamua je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi. Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini kiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada ya hapo kwa sababu mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante. Kwa upande wa chama chake cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wanaendelea kudai kesi hii kufutwa. Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, mwaka mmoja na miezi mitatu. Inatosha, kesi hii iondolewe mahakamani. Baadhi ya wafuasi na viongozi wa Chadema walionekana na mtindo mpya wa nywele kama alionao Lissu. Na kabla ya kuondoka mahakamani, Lissu alisikika akimuuliza mmoja wa viongozi wa chama hicho kuwa mbona ye nywele zake zisafi? Je, hakuwa amelielewa somo? Hajaelewa somo. Mtindo huu wa nywele una maana gani? Igan Sala, BBC, Dar es Salaam. Tusalie barani Afrika. Serikali ya Uganda imewarejesha nyumbani jumla ya raia 273 kutoka Afrika Kusini kufuatia hofu inayoongezeka ya chuki dhidi ya raia wa kigeni nchini humo. Mpango huo umegharamiwa na serikali ya Uganda na unakuja baada ya Rais Yoweri Museveni kuagiza mamlaka husika kuwarejesha nyumbani Waganda wanaotaka kuondoka Afrika Kusini. Ripoti kamili na Shoaib Ibrahim akiwa Kampala. Kundi hilo liliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe nchini Uganda usiku wa kuamkia leo Ijumaa, likitumia ndege ya shirika la Uganda Airlines. Hii ni awamu ya kwanza ya raia wa Uganda kurejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini, na walilakiwa katika uwanja wa ndege wa Entebbe na kaimu waziri wa mambo ya nje wa Uganda Haruna Kasolo, ambaye amesisitiza kuwa serikali inajitahidi kuhakikisha kwamba raia wake walio huko Afrika Kusini wanarejeshwa nyumbani nchini Uganda wakiwa salama. Serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, idara ya kuwashughulikia raia wanaoishi ughaibuni na mashirika mengine husika, imeweka mbinu ya kuwasaidia kuanza maisha mapya hapa. Uchumi wa Uganda unakuwa na hamkufanya makosa yote mlipoamua kwenda nchini Afrika Kusini kutafuta fursa kubwa zaidi. Rais Yoweri Kaguta Museveni aliagiza kuwa gharama zote za shughuli hii zilipwe kikamilifu na serikali ya Uganda. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, zaidi ya Waganda 700 wamejisajili kurejea nyumbani kutoka Afrika Kusini.
I nearly lost my life. Nusra nipoteze maisha yangu. Niliamua kukimbilia mafichoni mjini Rustenburg, kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini. Tumepitia katika hali mbaya, hali ya kuteswa. Majumba mengi yameteketezwa moto, lakini cha muhimu ni kwamba tuko hai. Takwimu za ubalozi wa Uganda uliopo mjini Pretoria zinaashiria kwamba zaidi ya Waganda 90,000 wanaishi nchini Afrika Kusini. Na hadi kufikia sasa, ubalozi huo unasema zaidi ya watu 500 wameidhinishwa na mamlaka za Afrika Kusini kurejea nyumbani. Uganda imejiunga na mataifa mengine ya Afrika yakiwemo Ghana na Nigeria katika mpango wa kuwarejesha raia wake kwa hiari wanaotaka kuondoka Afrika Kusini kufuatia wimbi jipya la maandamano na ghasia dhidi ya raia wa kigeni wasio na vibali huko Afrika Kusini. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pembe zote za dunia. Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni ambazo zitakuwa ni habari za uchambuzi wa kina na tujue nini kinachoendelea kujiri huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi jina langu ni Idi George, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, basi hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Basi hao unaweza kutuandikia kwa namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za uchambuzi wa jioni ya leo. Asante.